38, Luka 23:33 mstari mpaka 38. Tujifunza maneno 7 msalabani. Yako mambo mengi sana ya kujifunza siku ya leo. Tungeweza kujifunza namna Yesu alivyokamatwa katika bustani ya Edeni ya Getsemane, jinsi ambavyo alivyopita kwa Pilato, akaenda mpaka kwa Kayafa, akipitia mpaka baraza la Sanhedrin, akipitia huko katika mambo ya hukumu mbalimbali ambazo zilikuwa zimewekwa mbele yake, na mateso ya aina mbalimbali. Lakini leo tunataka tujifunze maneno 7 msalabani. Ushawahi kuyasikia? Pale msalabani alipoingia saa 3 mpaka saa 6 akatamka maneno 3, na saa 6 mpaka saa 9 hakutamka maneno yoyote, pakawa na giza, palikuwa na ukimya. Kumbe yeye yuko katika mapambano ya vita kwenye ulimwengu wa roho. Saa 9 hadi saa 12 kasoro jioni akawa ametamka maneno 4. Nataka tuangalia hayo maneno 7 msalabani ambayo yamefanyika kama kumbukumbu. Yawe ni maneno ya nyakati zote, vizazi vyote, yasimame. Yawe ni mahubiri ya aina 7, yakimaanisha vitu mbalimbali vinavyoweza kumsaidia mteule na asiye mteule awe mteule. Biblia inasema katika Luka mtakatifu 23:33 hadi 38, na walipofika mahali palipoitwa fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na hata kama tukimalizia mstari wa 38 unasema, na juu yake palikuwa na anwani, palikuwa na andiko au anwani kwa herufi kubwa kabisa, imeandikwa, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Kwa neno la Kigiriki naitwa Imri, Isus, halafu na maneno mengine, yani Kristo, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo kwa anwani hiyo ilikuwa inatambulisha kwamba imewekwa kama kibao kwamba Yesu ni mfalme wa Wayahudi. Afu na wengine wakawa na dhihaki kwamba sasa kama wewe ni mfalme wa Wayahudi uliokoa wengine, jiokoe na wewe sasa. Tuone katika msalaba huu. Kwa dhihaka zilikuwa nyingi. Tusome tena na Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 3 na wa 4. Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 3 na wa 4. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo
yale niliyoyapokea mimi mwenyewe. Paulo anawaambia Wakorintho, naliwatolea ninyi niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Yohana 5 mstari ule wa 6. Yohana 5 mstari ule wa 6. 5 mstari wa 6 unasema, Yesu alipo Yohana 5 mstari ule wa 6. Ni Rumi, naomba samahani hapo. Takasa Rumi 5 mstari wa 6. Hapa nimeandika kama Yohana, hapana. Rumi 5 mstari ule wa 6, hasa natafuta lile neno. Rumi 5 mstari wa 6. Na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Tunaenda, huo ni mstari wa 5, lakini mstari wa 6 ndio na utafuta zaidi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, pokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kuna wakati ambapo ulipokuwa umekuwa sahihi kabisa, kwamba sasa ni wakati sahihi wanadamu wote ulimwenguni au duniani wafe wote. Wakati mtimilifu ulipofika, kwamba sasa hawawezi kuvuka kwenda mbele, hawezi akapiga mtu hatua yoyote, hawezi akaishi kwa namna yoyote ile, hawezi akavuta pumzi mtu yoyote. Hapo kalenda ya kimungu ilipokuwa imefika na imesema sasa wanadamu wakikosa mkombozi, hapa wote wanakufa, wote wanapotea. Yesu akajitoa tulipokuwa hatuna nguvu, akajitoa akaingia msalabani, ndipo alafu akaendelea na kazi ya msalabani, akatukomboa. Tumshangilie Bwana Yesu. Shangilie Bwana Yesu. Maneno 7 msalabani. Maneno 3 yametoka katika Luka. Maneno 3 alinukuu Luka. Maneno 3 akanukuu Yohana. Neno moja akanukuu Mathayo na Marko. Maneno 3 ambayo yamenukuliwa na Luka ni Luka 23 mstari wa 34. Neno la kwanza kabisa alipofika msalabani, Luka akanukuu neno la kwanza, Luka 23:34. Tena akanukuu neno la pili, Luka 23 hiyo hiyo 43. Halafu akaja baadaye akanukuu maneno yakaandikwa katika Luka 23:46.
Kwa hiyo maneno ya Luka yako katika sura ya 23. Maneno matatu yako katika Luka 23. Mstari wa 34, mstari wa 43 na mstari wa 46. Lakini hayakutajwa kwa mfululizo. Tutayapanga vizuri. Ila ujue katika Luka ni maneno matatu. 23, sura ni moja, lakini mistari tofauti tofauti. Mstari wa 34, mstari wa 43 na mstari wa 46. Yohana naye akatamka, akaandika katika Yohana 19 mstari wa 26, mstari wa 28 na mstari wa 30. Katika Yohana ni sura ya 19, lakini mistari ni mitatu pia. Mstari wa 26, mstari wa 28 na mstari wa 30. Mathayo na Marko wakanukuu neno moja au maneno ambayo yametamkwa katika mstari mmoja. Mathayo 27:46, Mathayo 27:46, sawa sawa na alivyonukuu Marko 15:34. Hayo ndio maneno 7 msalabani. Ukienda kuyasoma utayakuta. Wakati mwingine wasamehe kwa kuwa hawajui watendao. Haya, jambo lingine likatokea, yule mwizi msalabani, asema unikumbuke. Haya, jambo lingine, mama mtazame mwanao, mwana mtazame mama yako. Jambo lingine, Eloi Eloi lama sabakithani, Mungu wangu mbona umeniacha. Lakini neno lingine, naona kiu. Neno lingine, imekwisha. Mwisho akakabidhi roho yake mbele za Baba. Tutatupitia haya maneno. Kuna maneno matatu, saa 3 hadi saa 6 yalitamkwa maneno matatu. Neno la kwanza lilotamkwa ni lile la Luka 23:34. Bado naenda na weki maandiko, lakini tutayapitia tena. Neno la kwanza kabisa lilikuwa ni Luka 23:34. Neno la pili Luka 23:43. Lakini neno la tatu likawa Yohana 19:26. Kwa hiyo maneno ya Luka yale mawili yakawa yametangulia, alafu likaja la Yohana. Kisha baada ya hapo kukatokea giza nene. Giza toka saa 6 mpaka saa 9. Ni muda huo wa mapambano sana, iwe usiku iwe ni mchana. 6 hadi 9 ni muda wa mapambano, iwe usiku iwe ni mchana. Zinaitwa ni siku, ni wakati wa manane wa mchana, wakati wa usiku wa manane kama ni usiku. Sasa kitu gani kilifanyika kati ya saa 6 hadi saa 9? Tukiangalia kwa kifupi, alafu tuende na maneno hayo tena 7 niyarudie. Kolosai 2:15. Tusoma Kolosai 2 mstari ule wa 15. Kolosai 2:15. Biblia inasema katika Kolosai 2:15, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Yaani
katika hivyo akavivua hivyo, lakini tunaona tungeanzia kabisa mstari wa 15, mstari wa 14 hadi 15. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Hiyo hati ikasafishwa, hiyo hati ikawa nyeupe. Hiyo hati ni kama vile anasema kwamba damu yako, hata kama dhambi zako zingekuwa kama damu au zingekuwa kama nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu, zitakuwa nyeupe. Kwa hiyo akaifuta ile hati kwa damu yake yeye mwenyewe. Akaifuta si kwa damu za wanyama, lakini akaifuta ile hati. Cha kwanza alishughulikia kufuta hati, kufuta uadui, kuondoa uadui. Halafu baada ya hapo hati ile ikagongomelewa msalabani. Halafu mwanamume wa wanaume, Bwana Yesu asifiwe sana. Shangilia Bwana Yesu. Baada ya kuondoa hiyo hati, hasa kitu alichokuwa amekuja kukifanya ni kuondoa hatia zako zote, mashtaka yako yote, kila kitu ambacho adui alikuwa ametushtaki kupitia Adamu wa kwanza kikaondolewa. Tuko huru kupitia kuamini kwako. Uamini msalabani, uamini kazi ya msalabani. Ukiamini kazi ya msalabani, Yesu alichokifanya, damu inatolewa iliyo hai, inakuja inafuta mashtaka yote, inakufanya unakuwa huru. Hata kama kulikuwa na laana zote zinaondolewa. Kila kitu ambacho kilikuwa kimekuwa ukuta, kimefanyika kizuizi, vikaondolewa. Viambaza vikaondolewa, mawaa yakaondolewa, kunyanzi zikaondolewa, kuta zikaondolewa. Tukawa tuko huru. Tuna uwezo wa kutazama mbele tukamwona Bwana. Tuna uwezo wa kuona ndani ya maisha yetu. Tuna uwezo wa kwenda kwa ujasiri katika kiti cha enzi cha Mungu aliye hai. Bwana akayaondoa yote. Bwana akaondoa giza kati ya sisi na Mungu mwenyewe. Akaondoa dhambi, akazifuta zile hati za mashtaka, akashughulikia katika roho kwanza. Alafu baada ya hapo akamwendea yule adui, akaondoa enzi yake, ukuu wake, akaufuta, akaufanya sio kitu, mamlaka yake si kitu, nguvu zake si kitu, hali yake si kitu. Haiwezi kutuafiki tena, haiwezi kutukamata tena. Hali ya mauti yoyote haiwezi kutukamata tena. Akaondoa hivyo vitu vyote, akashughulikia kwa muda wa masaa matatu, akishughulika na hali zote ambazo za mauti, hali ambayo mwanadamu alikuwa hawezi. Anabana mwanadamu hata kama akifa akiwa anamjua Mungu, anaenda anabana, anaenda kuzimu. Kwenye kifua cha Ibrahimu kilikuwa kuzimu, ameshikilia funguo adui. Yesu alipokwenda kule akanyang'anya funguo, akanyang'anya hata hali zote ambazo zilizokuwepo, mamlaka ya mauti, mamlaka ya magonjwa, mamlaka ya adui yakaondolewa. Akachukua funguo, akaondoa hali ya Ibrahimu, yani kifua cha Ibrahimu kikaenda paradiso. Mungu akafanya mambo makubwa. Pazia la hekalu huku likapasuka, alafu watu wengi wakawatokea katika Yerusalemu. Wasikia mtu tu linatokea hapo, hii roho linaondoka, linapelekwa huko katika paradiso. Yaani wewe ukifa sasa hivi, wewe ndio Mungu, hutakwenda kuzimu, lakini unakwenda karibu na Baba. Ukimsubiri watu ndio wanaweza kazi. Mkozi wetu ashangilie. Lakini nimetangulia maneno matatu. Uwasamehe. Ombi la kwanza la Yesu ni kusamehe. Ombi la kwanza uwasamehe, kwa sababu hawajui wanaolitenda. Sasa baada ya shughuli hii ya masaa haya matatu, kuna maneno matatu
halafu masaa 3 tena kuna giza nene, na kushughulika katika vitu ambavyo viko katika ulimwengu wa roho, na kuhakikisha kwamba anatuacha huru, kisha anakwenda katika maneno 4 ambayo yaliyosalia. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Bwana anatupenda. Mshangilieni Mungu anayetupenda. Tunaona kuna maneno 4 baada ya saa 9 hadi saa 12:15. Sasa nataka tuingie ndani katika dakika hizi chache. Maneno 7 msalabani. Hakuna kitu kama matamko, hakuna kitu kama ukiri, hakuna kitu ambacho kitatufanya tuwe huru, tuzungumze na mtu, tuwe na ushirika na mtu kama maneno. Kama mtu hajaongea, wewe huwezi ukaunda naye urafiki, wewe huwezi ukawa naye ushirika, kwa sababu hujui wazo lake. Hakujibu, kaka kimya, huwezi ukajenga mahusiano. Ama uso wake unavyoonekana inaweza ikatambulisha, lakini hata uso usipoonekana huwezi ukaunda chochote kile. Yesu kutamka maneno 7 msalabani. Namba 7, namba ya ukamilifu. Yaani ni namba ambayo imekamilika. Namba 1, namba ya Mungu mmoja. 2, namba ya ushahidi. 3, namba ya utatu wa Mungu. 4, namba ya dunia, kwa sababu pande kuu 4 za dunia, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Namba 5, namba ya neema, kwa sababu kulikuwa kuna vidonda 5. Kidonda hicho kwa ajili ya msumari, na kidonda hapo, na kidonda mkononi, na kidonda mkononi, na tena mkuki katika ubavu. Vidonda vikuu 5 vinaonyesha neema ya Mungu. Tumekombolewa miguu yetu, mwenendo wetu kwa misumari ambayo iliyopigiliwa kwenye miguu. Tumekombolewa kazi ya mikono yetu. Sisi kazi ya mikono yetu si kazi ya laana. Yaani hii misumari na damu iliyotoka katika mikono yetu, tukikigusa kina neema yake, tukikigusa kimekombolewa, tukikigusa kina laana, tukikigusa iko damu ya Yesu, tukikigusa kimetakaswa. Hata unapofanya kazi kwa mikono yako imekombolewa. Lakini tumekombolewa pia kwa mkuki. Katika mioyo yetu kukatoka damu, katoka katika damu karibu na eneo la moyo, hapo kifuani, hapo karibu na moyo au bavuni. Tumekombolewa pale ili tuna ushirika na Mungu, tutembee na Bwana, tuna ushirika wa karibu. Wanawake wamekombolewa kwa sababu ya ule mkuki, kwa sababu ya mkuki ule wamekombolewa kupitia ule mkuki, kwa sababu walifanywa au waliumbwa, walitengenezwa kupitia ubavu uliotoka kwa Adamu Hawa. Kwa hiyo mwanamke na amekombolewa kupitia hapo mkuki kwa silaha. Mwanamume amekombolewa kwa taji ya miiba, kwa sababu yeye ni kichwa. Kombolewa kwa taji ya miiba, kombolewa kwa taji ya miiba. Taji ya miiba maana yake laana. Yaani maana yake damu zilipochuzika zile za kichwa, si kumkomboa mwanamume tu, lakini ni kutukomboa chini ya laana. Hatuko chini ya laana. Hata miiba na michongoma ambayo inayochoma, inayoonyesha ni laana kwa kulima, hiyo miiba ikaja ikafanyika, yani ikamchoma, damu ikaweza kumwagika. Lakini pia Yesu alichapwa viboko 39, 40 kasoro moja. Vyanzo vya magonjwa ni 39. Ukimkuta daktari ambaye ni mzuri, ambaye ameonda kabisa, vyanzo 39 ambavyo ni vya magonjwa makuu. Sasa tumekombolewa dhidi ya magonjwa yote. Miili ile, viboko vile vilikuwa vinachapa, afu vinachapa, kwa hiyo damu ilichuruzika sehemu zote. Maana yake tumekombolewa katika maisha yetu yote, hata katika maisha yetu tumekombolewa. Hatuna laana. Kutembea kwetu kumekombolewa. Maisha yetu yamekombolewa. Wamama wamekombolewa, wababa wamekombolewa, vijana wamekombolewa, kina mama wamekombolewa, watu wote wamekombolewa. Tumekombolewa. Damu ile ikachuruzika chini ya ardhi, ardhi ikakombolewa. Chini ya ardhi damu ilichuruzika mpaka chini ya ardhi. Manake dunia ilipogusana na damu ya Yesu, tayari hata dunia imekombolewa. Damu
ya Yesu sio kitu cha kuchezea. Damu ambayo ina uhai, haina asili ya Adamu wa kwanza. Niseme nisiseme, ndani ya damu kuna uhai, ndani ya damu kuna upako, ndani ya damu kuna upako, ndani ya damu kuna utakaso, ndani ya damu kuna mtembeo katika nguvu za Mungu, ndani ya damu ya Yesu ambayo haina asili ya mwanadamu, ina asili ya Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu inamruhusu Yesu na Roho Mtakatifu atembee ndani. Maneno ya Mungu yaweze kujikita ndani ya maneno ya Mungu, yafanye kazi. Roho Mtakatifu afanye kazi, uungu utembee. Yani damu ya Yesu ndio kinga yetu kubwa. Niseme nisiseme bado? Pigie Yesu makofi sana. Pigie Yesu makofi. Damu ya Yesu ndio ina ahadi, inanena mema, yani mambo ambayo ya baraka mbalimbali. Damu ya Yesu ni damu ya milele. Utaishi milele, umekombolewa kwa milele. Damu ya Yesu ndani yake kuna ulinzi, yani inaweza kukulinda, kalinda mali zako. Yani damu ya Yesu ina ulinzi, yani ina ulinzi tosha. Virusi vya kibinadamu na vya kidunia haviwezi kuvamia, mradi tu uko vizuri katika Bwana. Ndani ya damu ya Yesu kuna wokovu, ndani ya damu ya Yesu kuna utakaso, ndani ya damu ya Yesu kuna kubadilika, kuna kubadilishwa tabia. Ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu ya upako, kuna upako na nguvu ya upako na nguvu za Mungu zinazoweza kutenda kazi. Ndani ya damu ya Yesu kuna upatanisho, maana hapo ndipo mahali pa agano, na agano jipya linawekwa hapo. Halafu upatanisho, kuna uhuru ndani, kuna maisha mapya ndani ya damu ya Yesu, kuna pumziko ndani ya damu ya Yesu, kuna familia yako kuwa mpya, kuna muhuri wa kukulinda ndani ya damu ya Yesu. Roho Mtakatifu ni muhuri wetu, lakini damu ya Yesu nayo ni alama inayotulinda, ni muhuri tosha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Shangilie Mwokozi wako. Mtu anajielewa, lakini Ijumaa ya pekee. Kwa nini iwe kuu? Kwa sababu aliye mkuu katukomboa katika siku hii kuu, Ijumaa kuu, kwa sababu ni ya ukombozi mkuu, ya kutulipia gharama ambazo ni kuu, zilizoshinda wanadamu na uzao wa Adamu. Lakini hii siku ndiyo ambayo imetufutia mashtaka, imefuta kila kitu, tuko huru mbele za Bwana. Kwa hiyo ni siku kuu, yani ni siku ya kipekee, ni siku ya kujitoa, kujiweka wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Damu ya Yesu. Niseme tena, bado mpo? Shangilia Mwokozi. Neno damu, ukilihesabu neno damu limerudiwa mara 378. Mara 378. Damu. Yaani ukitoka kwenye kitabu cha Mwanzo, hata kama ukitoka Mwanzo 3:21, pale ambapo walikuwa na majani ya mtini, halafu Bwana akachinja wanyama, akawafunika, damu ikamwagika, akawafunika, akawafanyia mavazi ya ngozi. Mavazi ya ngozi ni wokovu, akawafanyia hayo mavazi. Halafu ukienda mpaka Ufunuo 12 mstari wa 11, utakuta wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo, wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Nenda tena, utaenda tena mpaka Ufunuo 19 kwenye mstari wa 11 huko, nasema mfalme wa mfalme akiwa na shuka na kanisa lake alilolinunua kwa damu yake isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo neno damu limepita huko mara 378. Kama ungekuwa na mwaka mmoja na siku 365 na robo, lakini hapa 378 Mungu kamaanisha. Unajua anaporudia maana yake kakazia kweli kwa habari ya damu. Sina haja ya kueleza kazi za damu sana, hata kisayansi, lakini ukuu wa damu ya Yesu
imepita ukuu wa damu zingine za wanyama. Ukuu wa damu ya Yesu unafanya mambo yafuatayo. Damu ya Yesu imempatia Adamu na mkewe mavazi kupitia damu. Damu ilipomwagika ile Mwanzo 3:21, kupitia damu ilipomwagika, Adamu na Hawa wakawa wana haki ya kutengenezewa mavazi mengine kupitia ngozi ya wanyama. Damu ya Yesu inaweza ikakuletea mavazi mapya, mavazi ya kipekee. Namba 2, ilimpatanisha Mungu mwanadamu na Mungu wake. Ilimpatanisha mwanadamu na Mungu wake. Hata katika Agano la Kale utayaona hayo, wakiwa wanaanzia damu za wanyama. Lakini kazi ambayo ni kuu zaidi tena, huwa inazuia mapigo. Damu inazuia mapigo mithili ya gharika. Gharika, umenielewa watumishi? Mithili ya laana. Ukisoma vizuri katika Mwanzo 8:20 hadi 21, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akachukua katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa kuwa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kupendeza, damu imemwagika, damu ikateketezwa hapo, ikatoa harufu. Bwana akasema moyoni mwake, kwa ajili ya mwanadamu sitailaani nchi tena kwa sababu ya ile damu iliyomwagika, ingawa mawazo yake yamekuwa mabaya tangu ujana wake, wala sitaharibu tena kilicho hai kama nilivyofanya. Damu inakufanya ikuepushe na majanga, magharika, ghadhabu inayokuja, dhiki kuu inayokuja itakayoupata ulimwengu. Hatutaingia katika dhiki kuu kwa sababu ya damu ya Yesu. Labda kama mtu hajaipokea damu ya Yesu, hajaokoka, basi amekuwa akipokea juu, lakini hajapokea kwa kumaanisha. Lakini damu ya Yesu ni afya ya ulinzi pia. Ni ulinzi wa afya ya mwanadamu. Ni ulinzi wa afya ya mwanadamu. Utasoma Yohana 6:53 hadi 57. 6:53 hadi 57. Utaona kwamba damu yangu, kwa damu yangu mnao uzima wa milele. Aulaye mwili wangu na kuinywea damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho, hata ajapokufa. Kwa hiyo tamfufua. Kwa hiyo tunaona damu ina ulinzi wa afya ya mwanadamu. Lakini damu ni njia ya kumkomboa mwanadamu, ukombozi wa kudumu, ukombozi wa milele. Ukombozi wa milele ni njia ya ukombozi wa milele, sababu ni agano la milele. Hii damu ni silaha katika vita, silaha ya kushambulia na silaha ya kujikinga. Hayo ni mambo ambayo tunaweza tukayapata katika damu. Kwa kifupi, damu hukomboa, damu husafisha, damu hutakasa, manake damu humfanya mtu awe na haki, damu humpatanisha mtu na Mungu wake, damu huleta hakika ya imani, damu huleta ushirika, damu huleta ulinzi. Shangilie Mwokozi. Yaani hatuwezi, mambo ni mengi. Nataka niende katika maneno 7 msalabani, lakini haya maneno 7 msalabani, wakati anayasema, damu inaendelea kuchuruzika, wanaendelea kudhihaki na kumchoma, kumsulubisha. Sasa nimeona nieleze kazi ya damu. Bwana asifiwe sana. Damu inafanya kazi moja ya kwenda kutafuta kabisa mzizi wa tatizo. Mzizi wa tatizo, dhambi au mzizi wa tatizo la mwanadamu, afu inafuta, inaondoa, halafu mtu anakuwa huru. Halafu msalaba, kwa kule kuonekana amechanwa, amenini, amedharauliwa, chukua na dhambi zetu msalabani, ile
inatusaidia tuwe na nguvu sasa ya kufanya kazi ya Bwana. Damu ya Yesu inaenda inakata mzizi wa tatizo, inaondoa mzizi wa tatizo. Msalaba ni nguvu yetu. Msalaba unatupachikia imani, halafu tunafanya kazi kwa imani na nguvu za Bwana zinaruhusiwa kuja, halafu tunaendelea kufanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo msalaba ni chanzo chetu cha nguvu. Damu ni chanzo chetu cha nguvu kwa asili, inaenda inaondoa asili ile, halafu inatupatanisha na Mungu. Halafu hapo kazi ya msalabani ndio inaanza kuwepo na kutufanya tukiwa hai zaidi. Neno la kwanza Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Achana na kugawana mavazi. Sentensi hapo imewekwa full stop, alafu baadaye akasema wakagawana mavazi yake. Hata mavazi ya Yesu yalikuwa ya thamani. Tunataka tuende kwenye hili ombi. Ombi linasema Yesu yuko taabuni, yuko matesoni, yuko katika hali ambayo ni ya mateso mazito, taabu nzito, uchungu mkubwa, maumivu, hali ambayo kwanza amebeba nayo msalaba mpaka anasaidiwa na Simoni Mkirene, halafu anachoma misumari, halafu na mkuki juu. Usiseme neno, usiwalaani hao, usilipize kisasi. Huo moyo una neema ya Mungu. Huo moyo umekaliwa vizuri na Roho Mtakatifu. Huo moyo ni maamuzi makubwa ya upendo wa Yesu Kristo na wa Mungu Baba. Hapa Yesu hamuiti Mungu kwamba ni Mungu, anamuita Baba. Hapa inaonekana bado anashirikiana naye hata katika msalaba, hata katika eneo la mateso anamtambua Mungu kama Baba. Unajua, watu wanapofika kwenye hali ambayo ni ya kuumizwa, kupunguazwa, kuweza kufika sehemu ya tabu na shida, hata kama alikuwa ni nani, anaweza katoa neno la ajabu sana. Ubaba unaishia pale. Wewe ni baba wewe, mpaka nateswa namna hii? Wanadamu ndio waumba, ndio naruhusu hivi. Sasa kwa sababu ya kukubali, ukitoa neno lolote la kujuta, naona pasenti yako ya kujitoa ni ndogo, hutakamilisha. Vumilia. Aliye mkuu huwa na uvumilivu mkuu. Hakuna aliye mkuu bila sifa ya uvumilivu mkuu. Aliye mkuu huwa ni mvumilivu mkuu. Unataka mambo makuu, huwezi ukakosa hii sifa ya kuvumilia mapito yako makuu. Aliye mkuu atakayefanya mambo makuu atapitia assignment kuu, jaribu kuu, hali ambayo isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu unaenda katika chuo chako, viwango vyako ndio itakuwa level yako, ndio itakuwa utendaji wako wa baadaye. Utakomea, utafanya vitu vya darasa la pili. Ukiwa umekomea mtihani wa darasa la pili, unataka kufanya vitu vya chuo kikuu, lazima pambane na mtihani wa chuo kikuu, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Sasa kama wewe uko sekondari, utafanya vitu vya kisekondari vya level yako. Utaka kwenda kufanya vitu vya chuo kikuu katika hali ambayo ya ulimwengu wa roho, utapitishwa sana. Bwana atakupesa sana. Bwana atakupitisha kwenye kozi sana. Bwana anakupenda sana. Ufanye jambo analolipenda sana, jambo lililo kubwa sana. Lazima upate mtihani mkubwa sana. Iko level tu hiyo hiyo, hivyo hivyo.
Mchungaji, tupunguzie maelezo. Sipunguzi maelezo. Msikilize asemaye ndani yangu. Anasema unataka kuwa mkuu, lazima upitie chuo kikuu cha majaribu makuu ili ufanye mambo makuu, haunene mambo makuu, ufundishe makuu, ufundishe watu wa level iliyo kuu. Ondoka zako ukiwa wako unaweka alama iliyo kuu. Unataka vitu vidogo, pitisha kwenye mitihani midogo midogo. Hata kama ushangilii, leo ni leo. Haleluya, 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 haleluya. Hapa anasema Baba, bado nina ushirika na kutambua kweli wananichoma. Siangalii kuchoma kwao, naangalia furaha iliyokuwa mbele yangu. Siangalii kuvuliwa nguo, siangalii kuchanwa kwa mavazi yangu au kuchanwa kwa mwili wangu. Na kuangalia Baba, naomba wasamehe, naomba wasamehe, hawajui watenda. Ombi la Yesu kwa Baba yake ni kuhusu msamaha dhidi ya adui zake watenda maovu. Jambo la pili, anaonyesha ana huruma juu ya watenda dhambi. Jambo la tatu sasa, hana kisasi moyoni. Ameushinda ubaya kwa wema. Hataki awatendee mabaya, ameshinda hayo mabaya. Amewapenda kwa upendo wa milele. Haijalishi wanatambua au hawatambui. Jambo la nne la kujifunza hapo, Baba uwasamehe. Alitambua ujinga wao, alitambua hali ya kutokufahamu kwao, level ya kutokufahamu kwao. Alitambua kwamba hawana viwango vya juu sana vya kutambua mambo ya mbele, na huenda wanafanya vile, wanafikiri maisha yamekwisha. Bado kuna milele. Mwambie mwenzako, bado kuna milele, bado kuna milele. Utaishi milele mbinguni, au kwa matendo yako utaishi jehanamu kwa kumkataa Yesu. Hebu soma hapo Wakorintho wa kwanza 2:8. Wakorintho wa kwanza 2:8. Taongeza dakika kidogo. Haya, endelea hapo. Wakorintho wa kwanza 2:8. Wakorintho wa kwanza 2:8. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8 nitasoma. Ndio. Biblia inasema, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawajui hata mmoja, maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Manake hawakuwa na ufahamu. Ndugu yetu Paulo katika nyakati zinazokuja ya kutembea na Yesu alifunuliwa jambo moja kwa moja juu ya msalabani. Hawakuwa na ufahamu wa kile wanachokifanya. Baba uwasamehe. Level yao ya ufahamu ni ndogo, watafahamu baadaye. Jambo la tano tunalojifunza hapa katika maombi haya, ufunguo wa neema wa kutubu. Baba uwasamehe kwa kuwa wajua watendao. Kama kuna kusamehe, naomba unisamehe. Yaani pale, unajua Mungu akishakupa neno, fikiri mara mbili. Ni kama anakuuliza, alafu ni kama tena anataka uwajibike katika hiyo. Adamu uko wapi? Kwani alikuwa ajui kwamba yuko kwenye bustani Edeni? Lakini yuko wapi kwenye ulimwengu wa roho? Kwa nini ametenda hayo mpaka utukufu wa Mungu umemuondoka? Uko wapi? Mbona hauko katika eneo la ushirika na mimi? Kaini ndugu yako yuko wapi? Kwani hajui? Anajua. Mbona damu yake inanililia hapo? Anataka usemi wake, ukiri wake. Adamu uko wapi? Bwana nisamehe, nimeondoka katika jambo 1 2 3, nisamehe. Ndio alikuwa anatarajia.
amegundua kosa. Sika nilisikia sauti ikitembea katika bustani, tukaogopa kwa sababu nilikuwa uchi. Na nikakwambia hilo neno hajawahi kutokea. Hilo neno umemkosea Mungu mpaka utukufu kukuondoka, utukufu hauondoki hivi, umekosea. Sasa hata hapo, Baba nisame, bado anasema sikio la kufa halisikii. Haya, hiyo ni mambo matano ya kujifunza. Luka 23:43, 23:43, neno la pili. Yesu akamwambia yule mwizi msalabani aliyekuwa hasa upande wa kulia kuliko yule aliyekuwa upande wa kushoto kwake. Wa kushoto kwake anamlaumu Yesu, wa kulia akasema sisi tuko hapa kwa sababu ya makosa yetu, lakini huyu hana makosa, huyu ni wa haki. Yesu, unikumbuke katika ufalme wako. Akatubu, akakumbuka kwamba kuna ufalme unaokuja, unisamehe, unikumbuke. Hiyo kukumbuka imechukua vitu vingi, na kuna kubali kosa yako, halafu akusaini yani apate kibali, apate kukumbukwa, asisahauliwe. Nimekubali kuja upande wako. Ina maana nyingi. Maneno haya huonyesha toba. Toba huleta wokovu. Maneno haya yanaonyesha, maana Yesu akamwambia, nakwambia hivi leo nitakuwa pamoja nawe peponi. Peponi ile ni paradiso, yani katika roho, katika ulimwengu wa roho, yani peponi, paradiso. Haya maneno yanaonyesha toba huleta wokovu. Yesu anakubali mtu anapotubu, anakubali. Yesu huwa anakubali ombi. Yesu huwa anakubali mtu anayeomba msamaha. Kuna furaha kubwa ilimtokea mlinzi, yuko msalabani, anamalizia maisha yake, lakini alikuwa hana tumaini. Eneo la pili, hata kama na misumari nipo, lakini neno la ahadi la Yesu anasema atakuwa pamoja nami katika paradiso. Haleluya! Hata kama misumari, hata kama maumivu yaendelee, lakini nashika neno la mwanamume. Ameniambia nitakuwa pamoja naye. Na mimi nilikuwa nafikiri baadaye, lakini sasa hivi on spot pale utakapotubu toba ya kweli, Bwana anaachilia msamaha, Bwana anaachilia ahadi yake, Bwana analeta tumaini lake. Haya ndio mambo ambayo tunajifunza hapo. Kuna uhakika wa Mungu wetu anavyojibu. Kuna uhakika wa kibali, kuna uhakika wa upenyo, kuna uhakika wa majibu, kuna uhakika on spot ukilenga moyo wa Mungu. Mapenzi ya Bwana. Mwokozi wetu ashangilia. Msalaba huleta heshima. Msalaba wakati mwingine inaleta heshima. No cross, no crown. Yani kabisa no cross, no glory. No cross, hakuna utukufu. Yani pale ambapo unapoweza kubadilisha mambo ni wakati huko katika hali ya mateso. Maombi yako yanaendaga moja kwa moja kama umejilenga vizuri. Yani hapo tunaona heshima ya mwizi msalabani ikakaa, tunaihubiri mpaka leo. Toba katika shida. Mtu mwingine anaweza akapata toba wakati wa shida, wakati wa mateso. Hii inaendelea kuhubiriwa, ni heshima imekaa. Matesoni waweza kupata wokovu. Yesu aliokoa aliye juu, Yesu akaokoa aliye chini. Ukisoma vizuri, kuna maaskari walikuja wakasema, huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Huyu tulifikiri ni mwanadamu wa kawaida. Askari yuko chini ya msalaba, aliyekuwa na dhihaki, anapoona vitu vinavyofanyika na giza lilivyotokea, alafu panaenda kusema yalo la bazala kitani, watu wamekimbilia huko na huko, wamekimbia wengine, alafu wengine wanakuja baada masaa matatu wanamuona mwanamume baada anazungumza. Alikuwa kimya, ameenda kushughulika vitu ambavyo vya kufuta hati na kushusha enzi, halafu ghafla anakuja anazungumza na mkutano ambao umekuwepo hapo msalabani.
Haleluya, haleluya, haleluya. Anaokoka mtu juu, anaokoka mtu chini. Yaani hebu mshangilie Bwana Yesu bwana. Yesu anaokoa. Kazi ya Yesu sio mchezo. Haya. Kwa hiyo tunaona paradiso ni hakika katika mbingu ya tatu. Mbingu ya kwanza ni hii inayoonekana wakati wa mchana. Yaani Mwanzo 1:8 akaumba anga, akasema iwepo anga, akaliita mbingu. Lakini mbingu ya pili, Mwanzo 1:13 hadi 17, akaweka miangaza miwili, jua na mwezi na nyota. Mahali pale akaliita anga. Akasema liwepo anga ambalo litakuwa na miangaza miwili mikubwa, mmoja utawale mchana na mwingine utawale usiku. Katika nyota akaita mbingu. Kwa hiyo mbingu ya pili ni inaonekana wakati wa usiku kwenye nyota pale. Halafu mbingu ya tatu haionekaniki, ambayo aliona Paulo katika Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 2 hadi mstari wa 3. Hebu soma hiyo Wakorintho wa pili 12 mstari wa 2 hadi wa 3. Paulo anamsimulia nani? Anamsimulia yule mwizi msalabani. Alifika katika ulimwengu wa roho, akamwona jamaa. Sasa anashindwa kumfumbua pale kwamba nilikuwa katika roho au kwamba nilikuwa katika mwili sijui, lakini nilimuona jamaa pale aliyokuwa ameahidiwa. Muona. Ila Paulo hataki sana kufumbua. Hebu sikiliza Paulo anavyosema 2 Wakorintho 12 sura Wakorintho wa pili 12 mstari wa 2 hadi wa 3. Nitasoma hapo. Nitasoma. Neno la Bwana linasema, ndio, namjua mtu mmoja katika Kristo. Ndio. Yapata sasa miaka 14. Yapata sasa miaka 14. Ukipiga mahesabu anakozungumzia na kitu kilichotokea pale msalabani, miaka 14. Mabano. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Ndio. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Yaani sawa tu, hata ulivyotuambia sawa tu bwana. Utampigia makofi Paulo. Unajua ukichukua life span pale, yani ukichukua miaka 14 kutoka pale Yesu amesulubiwa mpaka unamkuta Paulo hapa, unakuta miaka 14 hapo. Sasa wewe akili kichwani, ambaye aliahidiwa akanyakuliwa mpaka Yesu akasema tutakuwa leo tutakuwa peponi au tutakuwa paradiso. Sasa alikuwa anathibitisha hiyo. Kwa hiyo jamaa, kwa uhakika jamaa liko huko paradiso bwana, liliahidiwa. Yohana 19:26 neno la 3 linasema, basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, akamwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Mstari wa 27, kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Yaani akamchukua Mariamu. Huyu alikuwa ni Yohana mtume. Mama yake Yohana ni Salome. Salome na mama yake Yesu ambaye ni Mariamu mlezi ni mtu na dada yake. Sasa Yesu anataka kuondoka, hakukabidhi kwa kina Yakobo wadogo zake. Wadogo zake walikuwa hawaja, yani wadogo zake anasema ukaka naye. Maana anasema namjua Mungu, alitoka kwa Mungu, hatumuelewelewi huyu kaka. Yale kwa hawajamwamini. Alipofufuka hivi ndio kina Yakobo, wakina nani, kina Jose na wengine ndio wakaanza kuamini, na kina Yuda waliokuja kuandika kitabu cha Yuda. Na Yakobo aliyekuja kuandika kitabu cha Yakobo katika Agano Jipya. Wakati akiwa msalabani hawaamini. Sasa Yesu akabidhi nani? Na yeye ndiye alikuwa kijana mkubwa, amewalea, amwacha mama yake hivi. Asema bwana,
Hawa dogo zangu siwaelewi. Bwana, tumeoana. Umekaa sana kifuani pangu. Tazame mama. Mama, mtazame mtoto hapo kijana. Basi, nimemaliza kazi, nishakabidhi mama basi. Wengine utajisumbukia wenyewe. Shangilia Mwokozi wako aliye hai. Hapa ni neno la kujali, to care. You have to care your parents. Care your parents. Even if hata kama umefika viwango vikubwa, jali wazazi wako waliokulea, waliokuzaa, wajali. Hizo hata kuondoka sasa na kujiachilia, najua atakufa hapo, ataenda mambo mengine, afu baada hapo ataenda mbinguni. Nani aweze kumjali? Anasema huyu bwana ni ndugu, kwa upande wa mama ni mdogo wangu. Haya bwana, mwangaliane. Lakini inatufundisha vitu vikubwa. Tujali familia zetu, tujali watoto wetu, watoto wajali wazazi wao. Jali familia, jali jamii inayokuzunguka, jali ndugu zako. Jali ya nini? Angalia nini? Jenga nini? Linda nini? Halafu hakisha unaweka mambo vizuri. Na hapo heshimu wazazi wako pia. Mmenielewa bwana? Hata kama mtaki kupiga makofi, mwenyewe napiga kwa imani. Haya, pigeni makofi. Yesu aliacha neno la kujali, neno la kuangaliana, neno la kusaidiana. Mtu mwingine apungukiwa imani, msaidie. Mwinue mtu mwingine, mfanikishe mtu mwingine. Mbegu unazozifanya na wewe utatendewa hivyo hivyo. Kwa hiyo hakikisha unawajali ndugu zako pia. Unajali jamii, unajali wanaokuzunguka kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Jambo la 4, Mathayo 23 mstari wa 46 na Marko 15:34. Na kama saa 9 hivi Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Habakuki 1:13. Mungu haangalii dhambi. Kwa neno hili Yesu, baada ya masaa 3 ya kupigana na kufuta hati zetu, neno la kwanza baada ya masaa 3, neno la kwanza baada ya mapambano katika roho, baada ya masaa 3 katika giza, waliokwenda kulala walilala, waliokwenda bila shughuli wakihitaji mwanga walikwenda wakapumbazwa hapo hapo. Lakini mwanamume, wakati wengine wamelala, wakati wengine kuna giza, yeye ndiye ni mtaalamu wa kufanya kazi na kuweza kukomboa wanadamu na kushusha enzi zote na kushughulikia hati tuliyoko tunashitakiwa. Hapo Bwana akawa amemaliza hayo, alafu akachukua furushi, akalichukua furushi la ulimwengu mzima lililobeba dhambi za kila namna za wanadamu, akalibeba. Yesu alipolibeba, Mungu akaangalia, haitwi sasa Baba Eloi, Eloi lama sabakthani, Eli, Eli, oi, Eloi, Eloi, Mungu wangu, Mungu wangu, Eli, oi, haya, Eloi, Eloi, Eli, oi, yani Eloi, Eloi, oi wangu, Eli Mungu, Eli Mungu, Eloi, oi wangu, Eloi, Eli, oi, Eli, oi, Eli Mungu, oi wangu, Eloi, Eloi,
la masaba kitani. Haya, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? La masaba kitani, mbona umeniacha? Mbona sina ushirika na wewe tena? Mbona umeniacha? Amwiti Baba. Wakati huo Mungu anakuwa kama mhukumu. Mungu hawezi kuangalia dhambi, Mungu hawezi kuangalia roho ya dhambi, lakini anawapenda watenda dhambi. Lakini roho iliyoko ndani hapendi dhambi, hawezi kuangalia dhambi. Akiangalia dhambi tu anaihukumu. Kwa hiyo alikuwa anamwangalia kama kumhukumu Yesu, kumgongomelea kwamba lazima ufe na hayo mamifurushi yote, ufe nayo. Akakubali kuchukua yote katika moyo wake, ikawa imekubalika. Lakini Bwana ameangalia asairi, hakuna huruma. Hapo ni hukumu itende kazi, hapo ni haki itendeke, hapo ni lazima wakombolewe, hapo ni lazima. Hapo ndipo tulipojua ya kwamba kumbe amebeba dhambi zetu, kumbe alikuwa amebeba dhambi zetu, kumbe alihukumiwa kwa sababu ya makosa yetu, kumbe alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Hapo ndipo tuna uhakika, hapo Bwana alichukua dhambi zangu, na hapo ndipo aliposaini mkataba, na chukua vyote, nimeshafuta hati za mashitaka, niko tayari Bwana kufa badala yao, niko tayari Mwokozi. Sema usemavyo, pitisha hapo ya kwamba huyu yuko tayari kufa badala yao, wasife, bali kinachowaua ni hiki nimekibeba. Hakuna anayeweza kulibeba lile furushi, lakini nimelibeba, nimeliinua juu, wala sio kitu. Nalifuta, naliendea, halafu niko tayari kufa. Huyo Bwana, haribu Bwana, vunja kabisa, haribu kila kitu kilichokuwepo, mafurushi ya laana, mafurushi ya magonjwa, mafurushi ya kila kitu, ndayabeba, halafu nayatosa huko. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema Eloi. Eloi. Eloi, Eloi. Abakethani. Mshangilie Bwana Yesu. Hiyo neno la nne ni komboa. Hapa ilionyesha upendo wa Yesu wa kujitoa kwa ajili yetu. Sasa ongeza mambo hapo. Haya, mshangilie Bwana Yesu kwa yule jamaa. Yule jamaa, hebu sema hapa, Yesu amtambulishi Mungu kama Baba, lakini anamtambulisha kama Mungu ambaye ni mhukumu. Hapa ndipo Yesu alipojitoa, yaani akajitoa, yuko tayari atengwe, yuko tayari atengwe kwa sababu eneo hili. Ndipo alipoona ya kwamba kwa kweli kuwa nje ya uso wa Bwana ni adhabu kubwa kuliko adhabu zingine zote. Ndio maana akaomba kikombe hiki na kiniepuke. Kikombe hiki, kikombe ambacho kilichokuwa Yesu hakitaki, ni uso wa Baba kuwa pembeni, yaani ushirika na Baba kuwa pembeni. Hiki kitu alikuwa hakitaki. Sio kwamba alikuwa anaogopa kufa. Mwanamume kajitoa mwenyewe, aogope leo kufa. Haya, we. Neno la tano, tukifika la saba tumemaliza. La tano nasema, baada ya hayo Yesu akijua ya kuwa hayo yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimie, akasema naona kiu. Mwenzako sasa, naona kiu. Atusomee mtu Isaya 53:10-11. Isaya 53 mstari wa 10 na 11. Naona kiu. Hapa sasa, hapa naona kiu. Wao wakifikiri ni kiu ya kibinadamu, wao wakafikiri kwamba ni kiu ya kibinadamu. Ya kwanza ni maji, ya pili pale ambapo mtu huwa amekazwa, yaani amefika sehemu amekuwa na uchungu sana, wakafikiri anataka apate angao release fulani, kiu ya kupozeshwa maumivu yale. Jamaa wakatafuta siki kwamba yaani naona tumemuumiza mpaka anasema naona kiu ya kutoka katika maumivu haya. Watafuta siki ili tulize kidogo. Mwanamume alipoionja hivi akasema
Akasema ndio wanawapaga wale wanaosulubiwa ili watuliziwe maumivu, dawa ya kutuliza maumivu. Akasema mimi situliziwe maumivu, niacheni na maumivu yangu yote chronic. Akaikataa ile siki, asikie maumivu completely in higher degree, highest degree. Haya, twende Isaya 53 mstari wa 10 hadi wa 11. Ndio nitasoma kwa msaada wa Bwana. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, ndio amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ndio ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Yani yeye anatamani watu kiishi hapo, ndugu yangu, watamaliziaga baada. Yani mimi naona mazao mbele yangu, naona kiu ya mazao sasa, naona kiu ya nafsi sasa. Moyo wangu jazwe na kiu ya msho mbalimbali. Mambo karibu yote yamekwisha, naona kiu ya watu kuinuka. Hapa alikataa kupunguziwa maumivu, alivumilia maumivu makuu kwa uvumilivu mkuu. Si kiu ya maji wala kiu ya kutoka katika maumivu, lakini kiu, shauku, ari, moto wa watu kuokoka, watu kumtumikia Mungu katika hali ya upya, katika hali ya uhuru, katika hali ya nguvu, katika hali ya neema, hali ya kujitosa. Naona kiu watu sasa wamtumikie Mungu duniani. Pawe ni uwanja wa utumishi, nafasi ya kujazwa nguvu. Hapa ni nafasi ya kujazwa nguvu. Aliinuliwa akaenda kuzimu kule, akashuka kuzimu kabisa, akapanda mpaka juu, ili vitu vyote vijazwe, vyote vijazwe. Efeso 4:10, vitu vyote vijazwe. Anaona kiu ya kukujaza nguvu zake, anaona kiu ya wewe ufanye mambo makubwa, anaona kiu ya wewe uinuke sasa, yani ufanye vitu ambavyo havijawahi kufanyika katika ukoo wako, familia yako, hata kwa ndugu zako. Usijihesabu kwamba wewe ni mdogo. Ukiwa na Yesu kila kitu unacho. Yani hata kama kina kaka hawajawahi kufanya chochote. Daudi alikuwa ni mtoto wa 8, lakini alikuja akawa mfalme. Wengine ni askari tu, halafu wengine ni wakina bwana mdogo wengine, lakini Daudi anakuwa ni mfalme. Unaweza ukafanya mambo makuu ambayo it is unexpected things, unexpected, extraordinary, vitu ambavyo ni visivyokuwa vya kawaida, extraordinary. Mshangilie Mwokozi wako kwa ubora utakaofanya. Jambo la sita, Yohana 19:30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Ondoeni siki hapo. Akasema neno lingine, imekwisha. Tetelestai. Hebu sema tetelestai. Tetelestai, neno la Kigiriki tetelestai. Imekwisha. Hebu sema imekwisha. Imekwisha. Sema imekwisha. Magonjwa yamekwisha, tabu zimekwisha, hali yoyote ya unyanyaso kwisha habari yake, nguvu ya dhambi kwisha habari yake, mambo ya ukoo kwisha habari yake, uchawi kwisha habari yake, vilivyokuwa vinanibabaisha kwisha. Mshangilie Mwokozi wako. Amemaliza kazi mwanamume. Labda kama bado tunajifunga hapo. Tetelestai, ukombozi wetu umefidiwa, malipo yetu yamefidiwa. Bwana amekamilisha, madai yote yamelipwa, madeni yote yamelipwa, gharama zote zimelipwa, upatanisho umefanyika, dhambi zote zimefagiliwa mbali katika ulimwengu wa roho. Kila kitu kimekwisha. Una uwezo wa kutubu, wewe uko huru.
Haya, anasema tushitakiwi tena, wala hatuna adhabu tena. Hakuna wa kutushitaki, hakuna anayeweza kutushitaki kwa Rumi 8:34-33. Hakuna anayeweza kutushitaki. Mungu yuko upande wetu, nani aliye juu yetu? Yani Mungu ni Bwana. Basi hata kama ni dhiki, hata kama ni upanga, hakuna vitakavyonitenga na upendo wa Mungu. Hata kama ni dhiki, hata kama ni shida, hakuna anayeweza kunitenga. Iwe ni malaika, mateso, hakuna tena mateso ya milele. Kuna mateso ya muda mfupi tu. Nijapokufa nitakuwa naishi, nitamwishia Mungu wangu. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Nitafanya mapenzi yake ambayo ni makamilifu. Ya Bwana amenitia nguvu, ameniwezesha. Tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Tunaingia pale msalabani kwenye kiti cha enzi, maana pazia la hekalu limekwisha kupasuka, limepasuka. Hatuna dhambi tena, hatuna dhambi za milele tena. Dhambi zimefutwa, yani kwa imani naweza tukatembea katika utakatifu. Hakuna hukumu tena. Hata Rumi 8:33 tusome tu hapo sasa, alafu nimalizie la mwisho. Maneno 7 msalabani bwana, ni mahubiri ambayo huwezi ukayahubiri kwa dakika ngapi hizi. Yani hapa tunaonjesha. Yani haya ndio mahubiri Yesu alikuhubiri. Tembea nayo miaka yote. Jikumbushe tu maneno haya 7 msalabani. Twende Rumi 8:33. Biblia inasema, ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Sasa ni nani? Umeweza kwa nani? Mungu ndiye ametusabia haki. Aende kwa Mungu huko. Nenda basi kwa Mungu, halafu kakae katika baraza hilo, tuone kama una uwezo wa kuweza kupinga hoja ya Mungu. Nani wako tushtaki? Hakuna. Shangilia Mwokozi wetu. Haya, namba 7, Luka 23:46. Luka 23:46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba. Amerudia tena baba hapo. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu, hapa yuko kwenye hukumu. Baba, na ikabidhi roho yangu mikononi mwako. Sitaki niache tu hivi. Wengine wakati wa kufanya anaweza kaisahau roho yake. Na isalimu roho iliyovumilia hii imenitia nguvu, lakini sitaki niache hivi. Wewe uliyeitoa hii roho na ikabidhi kwako, alafu mimi kama nafsi nashuka huko kuzimu nikachukue mamlaka na kuwahamisha wale walio kuwasiliana na mbingu. Haya, amri ni moja. Mimi ndiye Kristo Bwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka niliyopewa ya mbinguni na duniani na hata chini ya nchi na kuzimu na kila sehemu. Ninaamuru ya kwamba sasa ni wakati ambapo kifua cha Ibrahimu kitakuwa tupu. Eneo hili hakitahudhuriwa tena, kwa sababu damu ya Yesu, damu yangu imekwisha kumwagika. Hairuhusu tena mtu ambaye aliyookoka kurudi huku. Watakuwa na kwenda moja kwa moja wale mkubali Kristo mbinguni. Haya, amri moja. Tunakwenda kutoka katika hali ya mateso na mahabusu hii. Maana kuzimu ni kama mahabusu, lakini jehanamu ni gereza. Haya, utayafahamu. Haya, mshangilie Mwokozi wako. Akatoa tangazo ni keruso. Haya, amri ni moja. Tunawaachia kuzimu yao, hewa yao, hali yao, mateso yao. Tunakwenda karibu na Mungu Baba. Nitawaonyesha mahali pa kuwaweka paradiso, mahali pa kusubiriana, mahali pa kupumzika, pumziko dogo ambalo litakalo kuwepo. Baada ya hapa tutapumzika milele na milele. Haleluya! Umati kama huu umeenea kote katika kifua cha Ibrahimu. Nani kilikuwa kinaitwa kifua cha Ibrahimu? Haya, kimeenea. Haya, wana wa mbingu, wacha Mungu, wana wa Ibrahimu, kwa imani twaondoka zetu. Haya,
Tunasema Baba Mwokozi, wengine wanamuita nabii mkuu, mtumishi wa Bwana, mtume wetu, tulikusubiri Kristo. Haya na maneno mengine watakayosema, tuondoka zetu sawa Baba. Haya amri moja, tuondoke. Jamali lizikwa hapa, afu mmekuja labda ni barabara, msura inatokea barabara inawatisha tisha hapo, inaondoka zake katika Yerusalemu. Kwa hiyo wakaondoka zao, kaenda kuweka paradiso. Kabidhi maisha yako mikononi mwa Mungu, roho yako usiachie mahali, kisha kila kitu na kwenda kwa makini. Kitoka hata mbele za Bwana, jikabidhi. Nataka kwenda kwenye section nyingine, Baba naenda kazini, jikabidhi mbele zako. Familia naiacha mbele zako, kila kitu kilinde, naenda kufanya kazi nyingine kule. Ndio maana yake, kabidhi kila kitu. Tembea na baba yako, uwe na ushirika. Simuite tu Mungu Baba, Baba. Tembea kama baba yako. Bwana awe pamoja nawe. Tusimame. Natosha. Natosha. Yesu. Omba hapo. Nani? Wimbo. Afu tumshukuru Mungu kwa kifupi, tukasherehekee. Ni zaidi ya kawaida. Hatutembei tukiwa tumeinama vichwa, tunainua vichwa. Tunajua alichokifanya Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, waweza Nyosha mikono yako chini. Yote hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu
Hakuna mtu aniondoleaye, hakuna mtu aniondoleaye kila anayemkimbilia Yesu. Yesu anasema hakuna anayeweza kuondolewa kwake, hakuna anayeweza kumwondolea Yesu. Yesu akisha kushika hakuna anayeweza kumwondolea. Labda mtu amejiondoa mwenyewe kama Yuda Iskarioti. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe uhai wangu, wala hakuna mtu anayeweza kuondoa uhai wangu. Hakuna anayeweza kuondoa uhai wa Yesu, hakuna anayeweza kuondoa uhai wa Yesu. Yesu hakufa kwa sababu ya umri wake kwa mzee, hapana. Alikuwa na umri wa miaka 33.5. Yesu hakufa kwa sababu ya shuruti fulani au kwa sababu ya maaskari fulani. Hakufa kwa sababu ya ugonjwa, hakufa kwa sababu ya hali fulani. Hakuna anayeweza kumwondolea Yesu uhai, bali yeye aliutoa mwenyewe, alijitoa kwa hiari. Nami ninao uwezo wa kuutoa uhai, na ninao uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nilipokea kwa Baba yangu. Lakini pia anasema katika Yohana 17, hakuna niliyempoteza hata mmoja. Na hata hivyo katika Yohana 6:37, jamani, hakuna anayeweza kuponyoka mbele yangu nikiwa nimemshika mkononi mwangu. Hakuna anayeweza kudondoka, hakuna anayeweza kunipokonya, hakuna anayeweza kupokonyota isipokuwa yule ambaye ameamua kutenda dhambi na kwenda nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini yule ambaye ametulia, Bwana anakuwa pamoja naye. Bwana alifanya huduma ya upatanisho, Bwana akajikabidhisha tena kwenda kufanya kazi nyingine. Kwa hiyo Yesu ametupenda kwa upendo wa milele. Hebu tumshukuru Mungu kwa ajili ya maneno yake 7, mahubiri 7 ya Yesu msalabani. Tumshukuru Mungu sana, yameturudisha, yametufanya upya. Baba uliye hai, hata kama kulikuwepo na magonjwa yanayorindima, hata kama kulikuwepo na laana sasa utamkika mara 7, hata kama kulikuwepo na hali ambazo za kawaida, hata kama kulikuwepo na laana za kiukoo, nazifuta kupitia damu ya Yesu. Nafuta majina ya laana, nafuta kila nguzo zote ambazo zimefanyika kuzuia watu wako wasifanye mambo makuu katika maisha yao, kutokana na kumbukumbu ya siku ya leo, ikiwa ni Ijumaa Kuu, siku ambayo Bwana majeshi ulichukua dhambi zetu na ukatukomboa kwa ukombozi mkuu, ili kusudi kufanya mambo yaliyo makuu. Baba mtakatifu, kwa damu yako Yesu, takasa Bwana, ondoa laana zote, ondoa magonjwa yote, ondoa kila matatizo, ondoa katika nyumba zetu, ondoa katika koo zetu, ondoa katika nchi yetu. Nafuta kwa damu ya Yesu, kupitia jina la Yesu lililopita majina yote. Omba, 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 omba. Vuka, vuka, vuka kwa upako huo. Vuka, vuka, vuka kwa nguvu hizo. Vuka, vuka, teka, 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 teka uwe ng'ambo nyingine. Teka, 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 teka silaha uwe ng'ambo nyingine. Pokea upako wa kuvuka. Pokea upako wa kuvuka ng'ambo ya Pasaka hii. Pokea upako wa kuvuka tena. Pokea nguvu tena za kuvuka na kuyatazama mambo ya Mungu. Pokea nguvu tena za kujitosa, kujiweka wakfu, kumtumikia Mungu kwa upya. Pokea nguvu za kuwa katika agano jipya. Pokea nguvu za kutembea. Pokea nguvu za kutembea kwa imani. Pokea nguvu za kuomba kama hujawahi kuomba tena, kuhubiri kama hujawahi kuhubiri tena, kuimba kama hujawahi kuimba tena. Ondoka mambo ya magonjwa, ondoka hapo. Magonjwa hana, hiyo sio mwili, hiyo sio nyumba ya magonjwa, hiyo ni nyumba ya Roho. Roho Mtakatifu akuatamie, nguvu za Bwana zikuatamie. Hii ndio Pasaka, hii ndio Pasaka, hii ndio Pasaka, hii ndio Pasaka. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Watoto wetu wamepona, mazingira yetu yamepona, nyumba zetu zimepona, programu zetu zimepona, miradi yetu imepona.
Nenda kwa lugha, mkaribisha Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu. Hakuna wakati ambao ni mzuri kama huu, hakuna wakati ambapo hakujipanga kwa Bwana kama huu, hakuna wakati ambapo Bwana atakufundisha kama huu. Kaza maneno yako, kaza kumpenda Mungu, kaza macho yako yafunguliwa kabisa katika imani. Hakuna wakati ambao ni mzuri kama huu, hakuna wakati ambapo wakujinamivu kama huu, hakuna wakati wa kuhesabu kwamba wewe ni sadaka kama huu. Bila Mungu huwezi ukasoma, bila Mungu huwezi ukawa na maisha hayo, bila Mungu huwezi ukawa na nyumba hiyo, bila Mungu huwezi ukawa na vitu hivyo, bila Mungu huwezi ukawa na uhai, bila Mungu huwezi ukaimba, bila Mungu huwezi ukaomba, bila Mungu huwezi ukawa duniani hivyo, bila Mungu. Ni wakati wa kushusha, shusha enzi zote, maana alichokifanya Yesu tunakifanya pia. Shusha enzi zote, serikali za shetani, shusha malango ya kuzimu, shusha roho zote za vita, roho zote za mauti, roho zote ambazo zinakuzuia usiweze kufanya mitihani yako vizuri, usiweze kama wewe unasoma, usiweze kufanya mambo yako vizuri katika nyumba yako, usiweze kufanya katika, usimwangalie mtu, angalia Yesu Kristo na kazi yake, angalia Yesu Kristo na kazi yake. Huyo mjomba atakusaidia, shangazi atakusaidia, wanadamu watakusaidia. Ni wakati wa wewe na Bwana, ni wakati wa baraza lako na Mungu, ni wakati wa baraza lako na Bwana, ni wakati wa baraza lako na Bwana, ni wakati wa kuzungumza na Mungu wako, ni wakati wa kutoa matamko, ni wakati wa kutoa matamko, declaration. Ni wakati wa
ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, inanena asante Mungu kwa ajili ya maneno yako ya usiku, maneno yako ambayo Mungu wa rehema umeyaleta asubuhi ya leo, maneno yako ambayo yamekuja kuhuisha nafsi zetu mpya Bwana, maneno yako ambayo Bwana yameleta ukombozi, maneno yako Mungu wa rehema, maneno ambayo yatamka msalabani, Mungu mtakatifu, kuja kuponya nafsi zetu, kuja kuokoa tena nafsi zetu Baba, katika jina la Yesu. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu ndani yetu. Sante mwaminifu, sante kwa kumtumia mtumishi wako kama chombo, umemtumia mtumishi wako kama chombo, umenena nasi Mungu ni amani. Sante kwa ajili ya kusanyiko hili, sante kwa ajili ya kanisa, sante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ambaye umeruhusu awe nasi asubuhi ya leo. Sante kwa kulihudumia kanisa Bwana Mungu mwaminifu. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada njema, ibada ya kukumbuka kufa kwako msalabani. Bwana Yesu, tunaondoka mahala hapa sasa, tunaelekea majumbani yetu mwaminifu. Omba Bwana, tutakapofika majumbani mwetu tukaikute amani yako ikitawala. Mungu, damu yako iliyomwagika msalabani ikiendelea kunena mema juu ya watoto wetu, ikiendelea kunena mema juu ya kanisa. Asante Mungu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Tujalie neema yako Bwana ya wokovu, tuuishe upya Bwana Mungu
tunabeba kuvuka sasa barabara Bwana, ukawakumbuke Mungu mtakatifu, tukakuta amani yako majumbani mwetu. Tuendelea kuweka na siku ya kesho mikononi mwako, hata siku ya Jumapili mikononi mwako Bwana. Utakapofufuka tena, fufuka pamoja nasi, yaweka yote mikononi mwako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wote tuseme